Taarifa mbaya kutoka Marekani imempa woga Samia Suluhu. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Taarifa ambayo imetikisa dhamiri ya kisiasa Afrika Mashariki haijatoka kiserikalini wala kwenye vikao vya kimataifa, bali imeibuka kutoka kwa sauti ya mwanaharakati aliye ughaibuni ambaye amesema wazi kuwa mauaji ya raia wasio na silaha, matumizi ya nguvu za dola dhidi ya waandamanaji na kuhalalishwa kwa umwagikaji damu vimetokea Tanzania kwa ukubwa unaolingana na yale yanayoishtua dunia nchini Iran, lakini bila adhabu wala hatua za kimataifa. Katika kauli iliyosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, madai haya yanaweka Tanzania katikati ya mjadala mkali wa viwango viwili vya haki za binadamu na uwajibikaji wa tawala barani Afrika. Msukumo wa hoja hii unaotokana na hatua za kimataifa zilizochukuliwa dhidi ya uongozi wa Iran kufuatia mauaji ya waandamanaji na raia waliodai haki zao, ikiwemo vikwazo, shinikizo la kidiplomasia na vilevile kulaaniwa kwa kiwango cha juu katika vyombo vya habari vya kimataifa. Katika simulizi linalosukumwa na Mange Kimambi, hali iliyojitokeza Iran inatajwa kuwa kioo cha matukio yaliyotokea nchini Tanzania, ikiwemo kupigwa risasi kwa waandamanaji wasio na silaha, raia kupoteza maisha kwa kosa la kuwa nje ya nyumba zao na madai ya kushirikishwa kwa vikosi vya nje kusaidia operesheni za ukandamizaji. Kiini cha hoja si tu mateso hayo, bali ni ukimya unaozunguka kimataifa. Tanzania ina historia ndefu ya taswira ya amani na utulivu, lakini taswira hii imekuwa ikipingana na vilevile ikipingwa na matukio ya kisiasa, hasa kuanzia kurejea kwa mfumo wa vyama vingi. Kuanzia uchaguzi wa mwaka 2015, mwaka 2020 na matukio yaliyofuata, nchi ilishuhudia ongezeko la matumizi ya vyombo vya dola katika kudhibiti upinzani, maandamano na uhuru wa kujieleza. Sheria za mikusanyiko, zuio la maandamano ya kisiasa na kukamatwa kwa wanaharakati vimekuwa sehemu ya mazingira ya kisiasa yaliyokosolewa na mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa. Madai ya mauaji ya waandamanaji na raia hayajaanza leo, na ripoti za uchaguzi wa mwaka 2020 zilielezea vifo visivyoeleweka, hasa katika maeneo ya Zanzibar na matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa zoezi la uchaguzi. Ingawa serikali ilikanusha au kupunguza uzito wa madai hayo, kumbukumbu hizo bado zipo katika nyaraka za taasisi za kimataifa na simulizi za waathirika. Hoja inayosukumwa sasa ni kwa nini matukio hayo hayakuzalisha msukumo wa kimataifa unaolingana na ule wa Iran. Muktadha wa Iran ni muhimu kueleweka. Baada ya maandamano makubwa kupinga utawala wa kidini na ukandamizaji wa haki za wanawake na raia, dunia ilishuhudia video, ushuhuda na ripoti zilizothibitisha mauaji na ukandamizaji mkubwa. Mataifa ya Magharibi, Umoja wa Ulaya na taasisi za kimataifa ziliitikia kwa kasi, zikichukua hatua za wazi. Hapa ndipo hoja ya double standard inapochukua nafasi, ikidai kuwa thamani ya maisha ya raia inapimwa kwa mizani ya kisiasa na kimkakati. Kwa Tanzania, uhusiano wake wa muda mrefu na wahisani wa Magharibi, taswira ya nchi isiyo na migogoro ya wazi na nafasi yake katika diplomasia ya Afrika Mashariki vimetajwa mara nyingi kama sababu za kupewa nafasi ya kuvuta pumzi. Serikali imekuwa mshirika katika masuala ya usalama wa kikanda, uchumi wa maendeleo na diplomasia ya amani, jambo linalofanya ukiukwaji wa haki za binadamu kuonekana kama suala la pembeni badala ya dharura ya kimataifa. Kauli ya Kimambi inaelekeza lawama si kwa serikali pekee, bali pia kwa vyombo vya habari vya eneo la Afrika. Katika hoja hiyo, media za bara zinatajwa kuwa lango muhimu la kusambaza ukweli na kuvunja ukimya wa kimataifa. Wazo linalosisitizwa ni kwamba kelele za ndani za Afrika zinaweza kusikika Ulaya na Marekani endapo zitakuwa za pamoja, endelevu na zisizopendelea. Ili linafunga mjadala mpana kuhusu nafasi ya uandishi na wa habari huru barani Afrika na changamoto zake za kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Historia ya uandishi wa habari Afrika inaonyesha mifano ambapo vyombo vya habari vilipiga kelele na kubadili mwelekeo wa siasa, lakini pia inaonyesha vipindi vya ukimya vilivyochangia kuhalalisha uonevu.
Katika nchi nyingi, waandishi wa habari hukabiliwa na vitisho, kukamatwa na kufungiwa vyombo vyao wanapogusa masuala nyeti ya dola. Na Tanzania haijakuwa tofauti katika miaka ya karibuni, endapo magazeti, redio na majukwaa ya mtandao yamewahi kusimamishwa au kudhibitiwa ama kuadhibiwa kwa madai ya kukiuka maadili au usalama wa taifa. Madai ya kushirikishwa kwa vikosi vya nje katika ukandamizaji kama yanavyosambazwa katika simulizi hili yanaguza swala nyeti la uhuru wa taifa na matumizi ya nguvu za nje dhidi ya raia wa ndani. Ingawa madai haya yanahitaji uchunguzi wa kina na uthibitisho huru, ukweli kwamba yanazungumzwa hadharani unaonyesha kiwango cha kutoaminiana kati ya raia na dola. Na katika historia ya Afrika, matumizi ya vikosi vya nje au mamluki yamewahi kutokea katika migogoro mbalimbali na kila mara yameacha majeraha ya kudumu katika jamii. Kwa ngazi ya kikanda, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika zimekuwa zikihimiza kanuni za utawala wa sheria, lakini mara nyingi zimeepuka kuingilia kwa nguvu masuala ya ndani ya nchi wanachama. Kanuni ya kutoingilia imekuwa ngao ya tawala nyingi, na hata pale ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaporipotiwa, hii inaongeza uzito wa hoja kwamba shinikizo la kimataifa huchaguliwa kwa misingi ya maslahi, si maadili pekee. Na katika enzi ya mitandao ya kijamii, sauti kama ya Kimambi zimepata uwezo wa kuvuka mipaka ya kijiografia na vyombo rasmi, na simulizi hizi zinawafikia Watanzania, Wakenya na Waafrika wengine, zikijenga hisia za mshikamano wa waathirika na kuhamasisha kuhoji kimya cha taasisi kubwa. Hata hivyo, nguvu hii ya mitandao pia hukutana na mashambulizi ya taarifa potofu, propaganda za juhudi za kudhoofisha uaminifu wa wanaohamasisha mjadala. Kwa serikali ya Tanzania, mjadala huu unakuja katika kipindi ambacho inajaribu kujionyesha kama inafungua anga ya kisiasa na kurekebisha makosa ya zamani. Hatua za maridhiano, mikutano ya kisiasa na kauli za mageuzi zimekuwa zikisisitizwa, lakini madai ya mauaji, ukandamizaji na ukosefu wa uwajibikaji yanapobaki bila majibu ya wazi, taswira hiyo inatetereka. Ukimya wa kimataifa unaonekana kama ruhusa ya kuendelea bila kuwajibishwa kikamilifu. Kwa Afrika kwa ujumla, hoja ya double standard ni jeraha la muda mrefu, kuanzia Libya hadi Sudan, kutoka Ethiopia hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bara limeona jinsi ambavyo baadhi ya migogoro hupata mwanga wa kimataifa huku mingine ikizama gizani. Tanzania kuingizwa katika mjadala huu ni ishara kwamba hata nchi zilizokuwa zikionekana thabiti haziko nje ya mizani ya lawama. Mwisho wa simulizi hili ni mzito na hauna faraja rahisi. Kama dunia itaendelea kupima haki kwa mizani ya maslahi, basi maisha ya Afrika yataendelea kuonekana kama takwimu zinazoweza kupuuzwa. Ukimya wa vyombo vya habari, hofu ya waandishi na kusita kwa taasisi za kikanda vinaacha mzigo kwa raia wa kawaida na wanaharakati. Mustakabali wa Tanzania unahusishwa moja kwa moja na uwezo wa jamii yake na bara zima kukataa viwango viwili: udai uwajibikaji bila kuchagua, na kukumbuka kwamba haki isiyotetewa leo inaweza kuwa ukandamizaji wa kesho. Kimya katika muktadha huu si kutokuwa na sauti tu, bali ni kushiriki katika hatma ambayo vizazi vijavyo vitalazimika kuirithi. Ni hayo tuliokuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.